Engoma basikubye zivumbedde kati nno giri kakono kachimye wakedde ebisulo bisula ngamba bino ebyesanyo ati olunaku lw'omwana lweyatulaganyiza atulaga ekkula leero tugenda kwebuga twetale mwesibe ebisenso owerimu atemye ku wabiri nga kifumba muntu kw'amabeere gayola wabadde alina puroguramu nandikusabye ozesonyiwe era nawe ayinamu enyiike nandikusabye gy'obibye lunaku lw'omwana tulabirawo abaana bange abakotombi beba n'obulijjo beninda Najemba au ni familia ya Mzee Kasa na bibi Cecilia na bibi Msiwaza tunapanda kwenda kwa Kirama Mr. Kirama, alafu tunarudi huku. Unaona tuna bwana Deo yuko hapa. Hili ni chimbuko kubwa sana ambalo tunaomba sana tutatoa historia yake ambayo inaunganisha matawi yote matatu kuja kupata Najemba mtu mmoja. Hivyo ni vizuri sana tukielewana na kutambua kwamba ni furaha kubwa kuona mti mmoja una matunda zaidi ya 500. Kwa hiyo tunafurahi sana. Naomba jamani tuipigie vigelegele na shangwe. Sasa hivi tunajivunia kuwa na taifa kubwa ambalo tunasema kizazi kile Mungu alikipa amani na upendo. Tukichukua waliogana upande wa Masiria, tukarudi Minziro kwa bibi Josephina Bangi, tukarudi tena Mtukula kwa mama Anatalia, ni familia ambayo ni kubwa sana. Tukirudi kwa bwana Kirama pale kwa tunapata familia kubwa. Tunarudi kwa bibi yetu Paskazia ambaye yeye bado yupo. Kwa hiyo bado tunajivunia yupo bibi yetu, na tunaomba aendelee kuwepo, atusikie sala. Unajua maana ya sala ni kuonyesha upendo. Basi ndugu zetu mlioko hapa, sisi ni familia kubwa, na kisha kuwa familia kubwa lazima tujivunie kuwa na upendo. Tunaomba tuambie na wengine ambao bado wako nje, kwa sababu leo tukijumuisha familia tofauti ambazo hazishiriki kwenye vikao vyetu. Basi tunaomba na wengine tuwakaribishe, tuwajulishe kwamba tuna familia kubwa ambayo kama hii ya leo, na ninafurahi sana kuitikia wito wa kuitikia siku ya leo. Kwa hiyo ninaomba tutaanza kutambulishana mmoja baada ya mwingine, na baadaye ningeomba Rebeka pamoja na bwana Deo mkishamaliza, na mama yetu mkubwa yuko pale, mama yetu mama Ilali, kwa sababu yeye ana heshima kubwa sana hapa tulipo, ndio sisi tunamuita mama. Kwa upande wetu ni mama ambaye bado ameshikilia hapa. Kwa hiyo katika tawi lililopo kwa mama ni tawi kubwa, na tunahitaji sana busara zake na kuongoza umoja huu akiwa ni mkuu katika familia. Naomba tumpigie makofi. Kwa hiyo hapa naomba, mimi jina langu naitwa Laurian Anatoli Kagoza. Mimi nazaliwa na mama yangu Bibiana Nyakato ambaye ni marehemu, na mama alizaliwa peke yake katika tumbo la mama ambaye ni bibi yangu Josephina Bangi kama tunavyosema. Hiyo bibi Josephina Bangi ni mzaliwa wa pili kwa Mzee Kasa ambaye anafuatana yani kitinda mimba mama Cecilia. Kwa hiyo naomba tuwasangilia hao ndugu. Sasa mimi hapa nimeambatana hapo na binti yangu ambaye anaitwa Evelina, naomba usimame wapungie mkono. Huyo ndio binti yangu mkubwa. Hapo anafuata
anafuata Robert ambaye sasa hivi kwa kuwa naye ni machinga amebakia kwenye machinga. Nafikiri hapo anakuja kitinda mimba ambaye ni Bibiana ambaye ni jina la mama yangu. Bibiana na Musman. Msione nalinga, mimi niko na mama. Hapo sasa yuko mjukuu anaitwa Upendo, naomba usimame. Na hapo kuna mjukuu anaitwa Audrey, simama na upunge mkono. Sawa, hawa ndio wajukuu niombatana nao, na wengine wako sehemu mbalimbali, wengine wako Bukoba na wengine wako Misenyi huko Mienziro, na wengine wanaendelea na masomo mashuleni. Basi baada ya kusema hayo, hii ndio familia yangu. Naomba na mwingine nafasi hii. Mimi naitwa Mwalimu Arnold Alexander Rutaua. Kwenye ajenda hii naungana na wangu ambaye hasa mama zake ndio bibi zake wanaotokea Uganda, Mwalimu Fronda Kasimaji, dada yake na mama yetu ndio wewe aliyetambulishwa Bibi Lalia. Kwa hiyo namuomba Mama Ali simame awasalimie wanandugu wanajimba. Pamoja naye kuna kijana wangu anaitwa Aleni, na ndio maana ni anaitwa Mama Helen. Nisijua ameenda wapi. Fili usiku wa jana amefika leo saa 3, alikuwa Mbeya anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alikuwa ameenda field kule Mbeya. Sasa inawezekana amechoka ameenda kulala. Watu mazingira ya hapa yanaruhusu kulala pia ya bicha. Muda hapa nafikiri mama yake alijaribu kumtumia message aje hapa. Atakuwa yuko around hapa. Ndio kumtumia simu ili watu wamfahamu. Wachache walimuona waliokuwa wametangulia, lakini sasa hivi ni vizuri afahamu wageni pia wote. Na pia yuko Alvin Mutagayo Arnold. Simama sasa watambulishe. Sasa shikamoo. Karibu sana. Kijana mwingine wako wanne anafuata hali yuko masomoni ili akubatika kuwepo hapa leo. Anasoma seminari ya Sengerema na yuko kidato cha 4. Kwa hiyo tukikutana tena wananajimba tutawiwa kuwa naye. Naipenda sana Najimba, naipenda sana familia hii. Tushikamane, tuiweke pamoja. Kukutanisha mahali hapa kama familia moja, tukiwa na nia moja ya kuungana. Kwa majina anaitwa Marcus Wetangula, katibu wa Najimba. Nimeambatana na familia yangu kwa maana ya wazazi wangu na watoto wangu. Napenda kuchukua nafasi hii kumtambulisha mke wangu Mama Viti. Asante Lydia. Nimeambatana pia na watoto wangu. Mtoto wangu mkubwa anaitwa Viti. Nipo Marcus, nipo simama na salimia. Anaye pia mdogo wake anayeitwa Victor. Nipo simama na salimia. Nipo pia na mdogo wake anaitwa Venance. Nipo simama na salimia. Haya. Na pia na binti yangu wa pekee kabisa anaitwa Rosemary ambaye anabeba
jina la mamangu. Naomba asimame wasalimie. Nashukuruni sana. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli kipekee na furaha sana kwa kuiona siku ya leo imefikia na tukakutana kama familia. Tulikuwa tumepanga siku nyingi tulikuwa tujakutana. Nafikiri watoto wetu watakuwa wamefurahi zaidi kukutana na wenzao kwa sababu sisi tulikuwa tunakutana kila mara. Kwa nafasi iliyopo ni kwa ajili ya utambulisho. Kwa majina, mimi ni Jasper Wemano Joshua Kaigi. Ubabu wangu hayupo. Tulikuwa na graduation ya mtoto wa shemeji yangu yuko Rumara pale sekondari, anamaliza kidato cha 4. Kwa hiyo yeye ameenda kumsimamia kwenye graduation hiyo. Kwa hiyo kwa hapa nimekuja na watu 4, mimi nikiwa 5. Nafikiri mwasikie sauti zao. Wanakwenda kuumia sasa. Wanakwenda kuumia sasa. Na huyu nimenaye hapa anaitwa Justice Jasper Kaigi. Alafu tumeambatana na dada yetu, dada ya wao watoto. Huyu anaitwa Debora. Tuko naye nyumbani na siku ya 3 amefika nyumbani. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu, tulikuwa tumetaabika siku nyingi, lakini amefika, amekuja kutukomboa. Nyumbani tuko na Gloria Kokoga Jasper Kaigi. Yuko bodi kufanya yuko darasa la 4, kwa hiyo natarajia kuwa mtainiwa siku za usoni. Lakini pia mtoto wa shemeji yangu anaitwa Titus, na yeye tuko naye pale nyumbani, na yeye yuko darasa la 4, yuko Frank. Kwa hiyo ndio familia yetu. Naomba ni yes. Mike imerudi kwangu. Mimi nilijitambulisha, sisi tuko upande wa Florida. Florida, yeye anatokea Kiziba, chimbo lake Kiziba kwa Masisilia na Jemba. Na yeto itola. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Na Jemba oi. Mimi niliyeko mbele yenu naitwa Reveriana Innocent kutokea Msumbiji, lakini nyumbani ni Bukoba. Mamangu anaitwa Priska
katika watoto wa Mama Cecilia wa kike mamangu tuseme ndo mkubwa, lakini kwa kuzaliwa wakubwa zake wa kiume wameshatangulia mbele ya haki. Kwa waliopo mama ndo mkubwa wao. Ubavu wangu wamepata dharura na watoto wangu wengine wakubwa wamepata dharura. Nimeambatana na mwanangu anaitwa Judith Innocent. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Najemba oye. Kwa majina yangu naitwa Feliciana Christopher Karabuka. Mimi mama yangu ni huyu hapa, Mama Ilalia Kasimbazi. Ambaye kwa bibi Mama Cecilia yeye ndo wa mwisho. Napenda kutambulisha familia yangu, wataongea wenyewe na hapa mai. Wakubwa shikamoni, wadogo marahaba. Kwa majina yangu naitwa Prince Sunday, ni mtoto wa Feliciana Christopher Karabuka. Pia ni mjukuu wa bibi yangu pale Ilalia Kasimbazi. Akitoka huyu Prince yupo anayefuata anaitwa Princess, yuko boarding, hayupo. Akitoka Princess anakuja mwingine huyu hapa. Wanakwenda kuumia sasa. Kwa majina yangu naitwa Very Sunday Joaquin. Mimi mjukuu wa bibi Hilary Kasimbazi. Mume wangu hayupo. Kwenye familia yetu tuko watano, watoto wangu watatu na mimi wanne na mume wangu watano. Karibu. Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Ilalia Kasimbazi, ni mtoto wa Mama Cecilia Najemba ambaye amebeba jina la kikundi chetu. Naomba tumshangilie. Nimefurahi sana maana siku ya leo tumesubiri muda mrefu, lakini hatimaye leo imefika. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Mimi familia yangu nilikuwa na watoto watatu, lakini bahati mbaya mmoja Mungu akamuita. Nimebaki na wawili. Wa kwanza ni huyo hapo Feliciana Karabuka, mwingine ni Edmund Christopher ambaye yeye anafanya kazi Dar es Salaam. Kuna wajukuu zangu wapendwa naoishi nao hapo nyumbani. Ni wajukuu wa dada yangu, dada Priska ambaye ni mama yake na Reveliana Innocent. Naomba kumtambulisha Jacqueline Alfred. Mwingine ni James Paul. Hawa ndio naishi nao hapa nyumbani, ndio tunafarijiana, tunaishi vizuri na washukuru sana sana tena sana. Haya jamani. Okay, Najemba oye. Ya mimi ni bibi yenu. Mnaposema Milali mimi ni mjukuu wangu. Kwa hiyo mtambulize bibi mkuu. Mimi ndio bibi mkuu. Mama Cecilia alikuwa binti yangu. Jua hiyo? Jua hiyo? Sasa anayetaka kuijua zaidi anitafute, lakini Mama Cecilia alikuwa binti yangu. Huyo naye Mapaskazia ni binti yangu. Kwa hiyo mimi ndo bibi mkuu. Kwa hiyo mkija kwangu mjue kwamba mimi ndo niko on the top. Yaani mimi naitwa Rebecca Balila, ni mtoto wa mchungaji Ezekiel Balila. Baba yangu alikuwa mtoto wa Mzee Elieza Kilama, na Mzee Elieza Kilama alikuwa ni kaka wa au mabibi mnao wasema. Yeye ndiye alikuwa kaka yao.
Kwa hiyo ndio maana niko hapa. Maana mimi niliposikia Najemba, Ivoni ndiye aliniambia, wengine walikuwa wamenificha. Hamna ambaye alikuwa ameniambia, sio baba mdogo Kagoza wala sio huyu mjukuu wangu Ilali. Hawa nilikuwa nawaona tunawasiliana, lakini hamna aliniambia kwamba kuna Najemba. Lakini siku moja nikakaa na Ivoni akaniambia, bibi nikwambie kuna kitu. Nikamwambia hicho kitu na mimi ni mhusika. Watake wasitake nitajileta. Kwa hiyo siku moja wamekaa huko walikokaa na mimi nikajipenyeza. Nikasema sasa nione mtu wa kuniambia toka. Maana sasa wakinifukuza hapo nitakwenda kuandamana, lakini bahati nzuri namshukuru Mungu akanipokea. Kwa hiyo mimi niko hapa na kama nilivyotambulisha naitwa Rebeka. Hapa nina familia ndogo sana. Wengine wote hawako mahali hapa. Nimekuja na binti yangu. Huyo ndio firstborn wangu. Ni bibi harusi, tumetoka kumsukuma juzi tu. Lakini nilipoona ukiwa kuja peke yangu nikamtoa hapo, nikasema rudi. Rudi tena tukawaone ndugu zangu wa kufahamu. Kwa hiyo ndio maana yuko hapa, lakini yeye anaishi huko Nyasaka. Wengine bahati nzuri tulikuwa wote Jumapili, mnajua ninakoishi, naishi Bububu huko kijijini. Na nimefurahi kuwa hapa, ni siku njema, siku ya furaha, tunacheka na kufurahi. Na ndio maana halisi ya maisha, si ndio jamani? Mimi nina watoto 4. Lisa ndio firstborn, na wavulana wengine 3. Eric yuko Dar es Salaam, amemaliza chuo kikuu. Yuko anajiandaa kuanza intern. Ryan yuko Dar es Salaam, anaenda kuanza chuo kikuu, amemaliza diploma, sasa anaenda kufanya degree. Na mdogo wao wa mwisho Ezekiel yuko form 4, anasoma hapo Shinyanga. Kwa hiyo hao ndio watoto wangu. Na ubavu uliponyoka kidogo, lakini labda utarudi. Mimi naitwa Deogratias Kato Peter. Huyo mama aliyemaliza kuongea ana mtoto ana miaka 106. Bibi yangu akimwona huyo mama anapiga magoti na msalimia. Kwa hiyo kwa kweli anakupenda sana. Wakati tuko wadogo, bibi alikuwa anatuambia kuna dada yake yuko Mgana anaitwa Masasilia. Kwa hiyo tumekuwa tangu tukiwa wadogo tunajua kuna bibi Sasilia yuko Mgana. Lakini nafurahi sana nilipofika huku, kumbe kuna watoto wa bibi Sasilia na tumekuwa ndugu. Mungu ni mwema kwa kweli. Kwa hiyo hapa tunaye bibi mkubwa, na kwa introduction hiyo unaweza ukaona. Nikirudi kwa mwenyekiti, yeye nikienda kwake mimi nakula popo. Mkodo mimi. Mkongo, sisi ndio tunasema mkongo. Sasa nikienda kwake popo napanda miti. Nimeambatana na babu wangu anaitwa Imani. Hebu ongea wasikie pale. Ndio baba, kwa majina naitwa Josephine Dami. Asante. Tumejaliwa kuwa na watoto 3. Lakini kwa bahati mbaya sana hatuko nao hapa, wako shuleni. Sio bahati mbaya, maana walipenda kipindi fulani lakini wamerudi. Nao mabinti 2 na kijana mmoja wa mwisho. Wako masomoni huko, wako vioni na kamwisho kako form 6. Kwa hiyo siku Mungu akipenda watu hapa tutakuwa wote. Maana Najemba tumeanza hii safari moja kuanzisha nyingine. Asante sana. Nashukuru MC. Kwa jina naitwa Godfrey Rutakaiza. Hapa nafikiri wote Kaiza mnafahamu. Kaiza ni mtoto wa Masasilia Najemba, na ndiye tuseme ndiye mwanaume pekee aliyebaki duniani. Lakini kwa bahati
Ndio hivyo. Katika Najimba tupo wawili, mimi na Verena. Bahati mbaya Verena naye yuko safarini, lakini kwa njiani anakuja. Akifika mapema nafikiri naye atajitambulisha. Kwenye tuko letu tuko 5. Wengine wako huko wanakujua. Mimi hapa nilipo nimeambatana na familia yangu. Nina ubavu wangu ambaye tuko naye hapo pembeni, asimame na watasalimia. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Namo Waislamu kwenye Najimba kama asimwe. Mimi ndio babake na Godfrey kijana wa Mzee Kaiza. Ni mwana wa walio wachache hapa, lakini ni shemeji wa walio wengi. Nashukuru. Vile vile tumeambatana na binti yangu, festival wangu ambaye anaitwa Godriva, na yeye asimame aongee. Tumsifu Yesu Kristo. Najimba hoye. Hapana. Najimba hoye. Sawa. Kwa jina naitwa Godriva, Godfrey Kaiza, anaitwa Kugonza. Mimi ni mtoto wa kwanza Godfrey Luta na Yasita Godfrey Luta. Karibuni sana kuona. Nawapenda mno. Vile kama nilivyotangulia kusema, nimeambatana vile na mtoto wangu wa mwisho ambaye amechukua jina la mama Mariana. Mahali alipo asimame. Pia nina mjukuu wangu, mjukuu wa pekee, anaitwa Travo. Hiyo ndio familia ambayo tumeungana leo Najimba. Ukweli niseme kwamba umoja ni nguvu. Ukweli sikutegemea kwamba Najimba tunaweza tukaanza na tukadumu kwa miaka hii tuliyoimaliza. Kwa kweli tunatakiwa tujipongeze, tujipigie makofi. Katika safari hii ni safari ndefu, na mara nyingi vikundi kama hivi kufika kwenye nafasi hiyo ni ngumu, lakini sisi Mungu ametusimamia, na kwa kuwa Mungu tunamweka mbele kwa kila jambo na kila kitu kinakwenda vizuri. Na kwa jinsi hiyo tusichoke kuomba. Tuombe na wale ambao hajaweza kujumuika nasi, kama mzee wangu Mzee Kaiza. Nafikiri tulifanya juhudi kubwa ya kujaribu kumuingiza, na tuliweza kufunga safari mpaka kwenda kumtembelea, lakini kama jinsi ilivyotokea wote tunajua, lakini yote ni mipango ya Mungu. Kitu cha msingi tusichoke kuomba, kwa sababu Mungu ndio muweza wa yote. Hakuna kinachoshindikana kwa Mungu, ili mradi tu uamini kuomba. Tumsifu Yesu Kristo. Baba mdogo Kagoza, baba mdogo Kagoza. Sasa nilisema kwamba mimi wote nyinyi ni wajukuu zangu, maana wale bibi zenu walikuwa binti zangu. Lakini sasa kwa baba mdogo Kagoza kuna tofauti kidogo. Yeye bibi yake huyo Josephina aliolewa na mjomba wake na baba yangu. Kwa hiyo Buzaire bwaito Bundi. Kwa hiyo ile ya ujomba ndio ikawa kubwa. Kwa hiyo bibi yetu mabibiana alipopatikana, badala ya kumuita mjukuu wetu kama akina Masa Isiria, yeye tukaona tumuite bibi, kwa sababu baba yetu alikuwa anamuita mama na alimpenda kama mama, na akabakia na hiyo ngine akaifuta ya mwara wange, kama alivyokuwa anasema mwara wange Isiria wa mgana mwara wange, lakini mabibiana yeye akawa mama. Kwa hiyo sisi hawa baba zetu tunawaita baba zetu kwa sababu hiyo, lakini vinginevyo na wao wangekuwa wajukuu, lakini
tukaona ile iliyoko juu ndo tuipe priority. Kwa hiyo nimetaka nifafanue. Kwa hiyo baba mdogo Kagoza yeye tuko huku na huku, bibi upande huo na mjomba upande huo. Kwa hiyo tukajipata tuko kwenye hiyo hali na tumependana sana. Lakini mimi nataka niwaambie kwa nini nilivutiwa sana kwa lazima nije kuwa na nyinyi. Mimi nimelelewa nikijua watu ambao baba yangu alikuwa anawathamini. Yaani alikuwa anawathamini hawa ndugu zake. Haijalishi alikuwa, mimi baba yangu alikuwa mchungaji, na wakati huo mchungaji ni mtu ambaye yani anakuwa kama vile hana mahusiano ya karibu na watu wengine. Lakini ilipokuja kwa ndugu zake ya kugwira masa isiria baba asifike, yaloki ya kugwire mwaitu masa isiria hata izile, yaloki ya kugwire karagara tena huko kwa mabibiana niseme. Maana mimi nakumbuka tulipokuwa wadogo, yani hao watu walikuwa wanapendana jamani, msiseme. Yani wale walikuwa minzio, mimi nakumbuka wakati wa sherehe hizi za Christmas, sijui mwaka mpya, sijui nini, wanachinja ng'ombe. Yani ntusibo mumbarabara ne ntukurua mtwe ezikuruga karagaranzi jagera, ezikuruga birongozi jagera, ezikuruga, yani kila mtu anabadilishana na mwenzake. Yani ndio jinsi walivyopendana. Kwa hiyo yani hiyo mimi ni kitu ambacho ninakimisi sana siku hizi. Nikienda Minziro, hawa babu zetu hawapo tena, bibi zetu, baba zetu wengine hawapo tena, lakini tukipata tunapata opportunity ya kukutana namna hii, ilikuwa ni jambo zuri sana. Kwa hiyo nilitaka nifafanue hiyo, maana nimesema ni wajukuu, lakini baba yangu ni baba yangu tu, atabakia kuwa baba yangu. Na kupenda mdogo. Tuko sawa? Tayari? Haya. Najemba oye! Naje oye! Hatari sana. Bado. Kila pesa. Hatari. Check. Hamna, haiwezi kukata. Haiwezi. Masipilingi ni imara. Sipendi nyono kabisa. Inatosha. Unafanyaje kulistop? Kulistop kwa umeme. Unaanza kuslow down. Ninaenda taratibu. Tutashukuru. Sasa wewe lazima ikala shilingi unataka unataka waruke unasema ikala shilingi. Kwamba kuchima mkono mte. Unaanza kuslow down sasa. Na hii hapo anapanda kidogo.
Mpaka isimame yenyewe. Vipo kila kitu, yani nibakia ni attending ya watu. Ukikaa sana kizungu lazima ukiongee. Vipi mnaisikiaje hiyo? Mpaka usikia njaa. Sasa tuendeni wote huko sasa kwenye msosi. Ratiba ya chakula kwa naomba mtainuka. Utakuja hapa nje kuna ndoo mtanao, kuna mwoshaji mtanao, afu unakuja hapa unachukua sahani, unapita unachukua chakula, unarudi unakaa. Kwa hiyo naomba muinuke ili tuanze zoezi hili. Inukeni wote, inukeni mje chukua chakula. Kama jinsi mlivyoona, hii ni bichi inaitwa Awash. Inawezekana wengine maneno ya kwanza kufika hapa, nafikiri mmeona mandhari yake ni nzuri, inapendeza. Wengine mmeburudika hapa kutembea. Inawezekana wengine kutembea ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo hapa burudani kama hivyo kama mlivyoziona. Kwa hiyo watoto wetu tunafurahi sana tunaposhirikiana na nyinyi. Mjue kwamba kuna kikundi kinaitwa Najeba, kikundi ambacho ni cha wazazi wenu, na tunafurahi tunapokuwa tunasherehekea pamoja na nyinyi kama siku ya leo kwa kuja hapa bichi. Kwa hiyo mjisikie huru, mjisikie furaha. Mambo bado yapo, tunasherehekea tutakula vyakula vya kutosha. Asante sana MC namba 2. Naomba wakati tunaendelea kupata chakula tusikilize ratiba yetu kama itakavyosomwa hapa. Kama kutakuwa na yeyote mwenye nyongeza, mwenye pendekezo, tutamwomba tafadhali afike kwa MC na aweze kutoa wasilisho. Ratiba yetu imeanza tangu saa 5 hadi saa 8 tulikuwa na kupokea wageni na kuwasili, ikiwa ni pamoja na burudani ndogo. Itakachofuata baada ya chakula sasa, tutakuwa na mlo wa pamoja na burudani mbalimbali zikichagizwa na DJ wetu. Baada ya chakula tutakuwa na utambulisho wa wanafamilia na utambulisho wa wanajamii. Jamani, tuombe chakula, tumuombe mama yetu mpendwa, mama Feli aweze kutuwa kwa sala ya kuombea chakula. Karibu. Tuombe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wetu, tubariki sisi na chakula chetu, tutakapokitumia tupate nguvu za kutumikia wema. Amen. Sasa baada ya sala hiyo tuendelee na kusikiliza ratiba yetu. Tutaongozwa na chakula, burudani ndogo ndogo. Baada ya burudani zitakazoshereheshwa na DJ, tukimaliza chakula tutakuwa na utambulisho. Baada ya utambulisho itafuatia ratiba ya burudani ya watoto.
Kwa hiyo watoto mtatuandalia burudani mojawapo. Mtoto kimaandalizi hiyo tunaitarajia saa 9:20, 9:50. Baada ya hapo litakuwepo neno la familia. Neno la familia litaongozwa na mwenyekiti wetu wa umoja wa Najemba, na atatoa mwongozo Najemba ni nini na kwa nini tunaitana wanandugu. Baada ya hapo itafuatia neno kwa mwanafamilia yeyote atakayekuwa na neno, ujumbe, wasia wowote kwa familia zetu, tutamuomba atumie nafasi hiyo. Hiyo itakuwa saa 10 kamili hadi saa 10:30. Itafuatia tafrija ya kukata keki. Tunayo keki maalum kabisa ya Najemba ambayo itakatwa na Bi Feliciana. Katika hilo pia tutakuwa na cheers ya kutakiana faraja na upendo wa pamoja. Cheers itafanyika kuanzia saa 9:50 hadi saa 10. Kuanzia saa 10:20 hadi saa 10:40 tutakuwa na michezo mbalimbali ya wanafamilia. Itatanguliwa na ngoma ya kina mama. Baadaye pia na wanafamilia wote watakaojisikia kuruka kidogo kucheza ngoma huo na wakati wao. Saa 10:20, saa 10:40. Kutakuwa na show ya watoto wetu. Wao watoto wetu wataongozana na watajipanga kwa ajili ya kutufanyia show. Kwa hiyo watoto wote watakusanyika saa 10:40 hadi saa 11 kufanya show presentation. Saa 11 hadi saa 11:30 tutakuwa na maongezi mbalimbali ya wanafamilia kufahamiana. Baada ya hapo saa 11:30, saa 12 tutakuwa na picha za wanafamilia kwenye maeneo mbalimbali ya beach yetu ya Habash, na mwisho tutafunga kuanzia saa 12 mpaka saa 12:05. Kama kutakuwa na nyongeza, wanandugu, karibuni sana na tuchangie. Karibu. Karibu sana mwenyekiti. Naomba mfute kwa wakati kabisa. Karibu sana.
Hatutaki kuwa na maneno mengi jamani, washereheshaji wakata keki. Zoezi la keki litaambatana pia na cheers. Kwa hiyo kila mmoja andae glasi, kama una juice, kama una bia, kama una wine, kama una whisky. Kila mmoja ashike kinywaji chake, tutafanya zoezi la cheers. Na tunaonekana live kwenye kumbukumbu zetu, kwenye ansari zetu za Najemba. Tunarekodi kila kitu kwenye mafaili, tutaenda kufuata kitakapofanyika Msabe, tutakuwa tunaonyesha live tukio hili lote la sherehe leo. Kwa hiyo tukae katika mkao wa kuonekana kesho na kesho kutwa na milele na milele. Nimeambiwa baadhi ya picha hizi zitaonyeshwa pia Kampala, zitaenda Mgana, zitatumika kama koba na pote ambapo wana Najemba wanatufahamu tulipo. Kwa hiyo tujiandae na tukae mkao ambao unapendeza na familia yetu. Mama Felista, mshereheshaji wetu, keki tunaikata kwa mfumo gani? Mfumo tunautumia, karibu. Hatukati kama za harusi. Kwa hiyo nabidi tengeneze mfumo wa ukataji keki hii. Keki inapendeza sana. Kameramani imesema, imeandikwa Najemba family, let us love each other more and more. Na amenukuu au amekoti kutoka Wakorinto, naona kama Wakorinto watatu, sura ya Wakorinto wa kwanza, sura ya 3. Asante sana. Kuna wataalamu hapa wa Biblia. Mimi ni mtaalamu wa fasihi na lugha. Kwa hiyo hii masuala ya Biblia haya, Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 hadi wa 7. Kwa hiyo kama mna mtu mwenye Biblia anaweza kurekodi mstari huo. Tunaazimisha leo Najemba Day.
Najema Family Day. Hebu somo Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya 4 hadi aya ya 7. Kama mtu ana mtandao haraka na internet ana Biblia kwenye mtandao anaweza kusomea. Lakini pia ukataji wa keki hii nafikiri dada yetu Feliciana ajongea shiriki katika kukata keki hii. Mimi niwasomee mstari huu. Bahati mbaya nimepata Biblia ya Kiingereza, sijue kama watu wote tunakielewa vizuri. Kwa Kiswahili unayo ufunga Kiswahili. Asante sana. Mstari unasema hivi. Unasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya 4 na hadi ya 7 inasema, upendo uvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Mwisho wa kunukuu. Haleluya! Bwana apewe sifa. Karibu sana. Na mimi naweza kuwa mhubiri au nianze kuwa askofu ili niachane na mambo ya walimu haya. Waliwahi kunitamani kwamba naweza kuwa mwashamba ama askofu. Wakati ule niko Mwanza Youth Center mlango mmoja kama training officer, walitaka kwamba niwe mchungaji. Nikaogopa wa seminari niliyosoma nao wataona ni msaliti. Karibu sana madam kwa ajili ya kukata keki hii. Karibu sana. Hapo na wewe ushiriki kukata keki. Wewe sio na bezi jana. Na wewe usimame sasa. Ndio hii hapa sasa. Na wewe ushiriki. Nitamkaribisha mama pamoja na mwenyekiti. Waje wakate keki. Mwenyekiti, karibu ukate keki na mama. Na bibi karibu. Jiachie na Jemba Group. Mimi nilikuwa nakuta mawazo.
Tumsifu Yesu Kristo. Hii keki italiwa kifamilia. Kwa hiyo tunaomba familia ya bibi yetu mkubwa waje mbele, watalishana na familia ya Bilali. Familia bi mkubwa, bibi yetu mkubwa watalishana na familia ya Bilali. Wale wanafamilia mlioambatana naye mnatakiwa kusalijie hapa. Familia itakayopata ni familia ya mwenyekiti wetu wa kikundi pamoja na katibu. Familia ya mwenyekiti wa kikundi pamoja na katibu. Wakimaliza hawa mwenyekiti msaidizi pamoja na watu pamoja na watu.
mama. Tell her that only know. And what she said, mama. It's too early for you to only know. Mama, don't you want me? She's my baby, one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you want me? She's my baby, one and only. It's so good for me. It's so good for me. Na mpenzi wangu hani simwoni tafrani na mwita hani aonekani hani 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 nakupenda hani wewe unanitisa. Basi inatosha. Familia ya Feliciana na Godfrey. Namkatia viuno vya vibuno 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 ani 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 wapendwa ni kucheza na kuserebuka ani ani Ongeza mdundiko hakisha moja moja simwaga kama mafuriko. Ongeza mdundiko kumsumbua jirani hapana makasiriko. ndo mpenzi wangu. Chupa kama chana usi. Some biscuit I do. Hey. Hello. Nimemwacha mama nyumbani nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroga. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Ivona, kunanuka shida taruka viuzi na dada yako. Kumbe wapambe no. Zingatia maokoto. Zingatia maokoto. Lala magito kurekebisha kwenye alimato. Sababu shaka kama gani inaingia alimato. Tumetoka pale. Tumekuja kutafuta hela. Tusimwaga jasho. Yote na daga hela. Tumetoka pale. Tumekuja kutafuta hela. Tusilete maneno maneno. Naomba hela yangu. Nasema bosi la kata changu. Naomba hela yangu. Sibanike platinum way, akushikani nipenapa, kama sikapani shaina mamsa muse, akushipia fresh salagala, akukagele totoza, akuninginja sabanika, akipia hili kuitolagala, sibanike platinum way, akushikani nipenapa.
Karibu Allen. Kwa majina naitwa Allen. Pandisha mic. Kwa majina naitwa Allen Arnold. Mtoto wa Mr. Arnold hapa. Nilikuwa naumwa wakati wa utambulisho pale. Vuruga. Pole. Nilifika leo kutoka Mbeya. Pole. Nasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa geology na uhusiana na mambo ya madini. Nimefurahi kuwa na nyie hapa. Asanteni sana. Basi karibu sana Allen. Na agenda yetu inayofuata tunaita agenda, tunaita kipengele cha tafrija. Kipengele cha tafrija, nimesema kila mtu andae chupa yake. Kama una Vimto, una Apple Punch. Mimi na bilauri kubwa sana ya rangi ya Simba. Kama mimi ningependa za Yanga. Naleta za mnyama huyu. Unyama mwingi. Mngetakiwa mlete angalau wananchi halisi. Na baada dakika chache tunaingia kwenye jambo letu. Tunaendelea kuongoza kundi. Tunakuwa pale saa 1 nafikiri Yanga inaanza mambo yake. Sasa tufanye kitu kinaitwa cheers. DJ tuongoze cheers. Cheers zote zitaanzia kwa mwenyekiti. Mwenyekiti inabidi asimame karibu na mic. Mkao ambao utafikiwa kwa sababu tumeisha kuwa na wageni wengine sasa wa harusi na nini. Kwa hiyo tukae katika eneo ambalo tunaweza kufanya cheers, na ndani ya cheers hiyo tukaweza pia kuwa na kaburudani kidogo kwa muziki wa kila mtu ashake kidogo, tusije tukasikaa kwenye vita, ni hatari kwa afya zetu. DJ tumia wimbo wa kisasa wa kizamani, tutumie wa kisasa Niko bichi na kula dansi. Hizo za bichi hauna wewe DJ? Ila kufanya cheers waheshimiwa. Wewe naweza? Hebu weka za Diamond na sasa hivi. Wanga chunga na zamani mimi. Tunaonekana ni watu wa pipi hapa bwana. Wewe DJ. Jasikia umeoa rangi za chungwa hizo. Hiyo inakaribia lakini bado. Nataka mwaka huu. Naje mbali mpya sana. Hebu jaribu hiyo jamani. Tusimame kidogo tuangalie na kwa sababu kuna kaburinga hapo kwa Kofi Olomide. Ongeza sauti sasa. Karibu meza ya keki. Jamani wote tupite kwa mwenyekiti hapa. Mwenyekiti anatakiwa akae upande huu. Tunafanya cheers. Karibu tuchie jamani. Cheering means flourishing, living longer. Muzambama kimkao waitu magla mayo. Waitu ngozi. Tusimame kwa wingi wetu kwa mmoja wetu jamani, tuchie kwa pamoja. Sio cheers ya kuwatambulisha maarufu, ni cheers ya kufurahia na waandaaji wote. Wako mechani wakala waipo. Anachukua, anaweka, kwenye gari, anachukua, anaweka. Iwe jikoni barada, anachukua, anaweka,
Watoto wa Afrika tunatakiwa tuonyeshe uhai bado tuko na nguvu na tuwezeshe kuandamana kuwa na nguvu. Nasikia Papamu Bemba naye alikuwa mwananajimba wa Kongo Kinshasa, na tunataka kumkaribisha chama wetu kwa sababu mbona tunaenzi mambo makubwa ya kihistoria. Watoto msije mkapotea. Cheza mziki. Unawekea mziki gani? Unawekea mapiano Unawekea mapiano Kula mapiano. Kula chuma hiyo. Watoto wote wakae mbele hapa wale chuma ya mapiano. Kula mapiano. Hapa tupo hapa beach, kwa hiyo msicheze kama mko shuleni. Hapa sio usome English medium au Victoria Palace, no. Hapa mko hapa beach. Kwa hiyo tule mziki na pepo. Haya, ama piano. Atakayeshinda tunampa apple punch mbili. Anayeshinda tunampa zawadi ya apple punch ngapi? Mbili. Atakuja na kesho wakati wa kanisani na Jumatatu kwenye breakfast. One, two, three. Tuangalia nani anajua mapiano. Toka wauni tunaila na tutwendo. Mbona mcheze ya mapiano? Cheza tunaangalia tunarekodi kamera. Mbona mnaacha kucheza jamani, mmefurahi? Hamtaki huyo, mnataka upi? Tangazo. Shule wataki pesa za mawazo. Salamu nyingi, story nyingi, unamkera ukimtaka. Wena hela, salamu nyingi, story nyingi, unamkera. Mana mikakupe, viatupe, na nywele bevi, nataka mani. Walio simama bila kucheza watu wanacheza. Tunafanya vitendo, yani bora tufilisiki wenjoni wale. Unaonesha zile ama nataka kuleta ama nataka Johnny wewe cholesha unacholesha baba cholesha unacholesha LG baba cholesha oya pombe so sigara
wananajimba. Basi tunawaondoa sasa. Weka mapiano ya sauti yao tutawaondoa, wametosha. Tunaingia sasa. Maombi likeleza kuogopa. Na mpenzi wangu hani simwani tafrani na muita hani haonekani Umesema tunataka zawadi. Hani wewe unanitisa. Basi. 1 2 3 go. Chiki abana bamunda abakonomi banyabana baseto mujegele kupunga Kampala abana bakampala abatufu mu Rwanda Webale sebo last Kampala by night. We are really that is part of Uganda. The same place looks like Entebbe in Uganda. Where you looks like today. Wewe mnafanana sana na watu waliopo Entebbe ndani ya Mwanza, ndani ya Magana, ndani ya Avash. Avash mnapendeza, mnafanana kidogo na Kampala. DJ, hebu tupeka tambala.
akatambala leba akatambala kaganja bakama bange makofi tafadhali, hata wenye maarufu ili yafurahishe waende na baraka za Allah shinichi wapige makofi. Mulia batusikazi Kora Grasa Bambeja. The Bambeja is a princess. Echiku. Wewe na picha wewe. Echiki. Wakiteteja tunaimani. Pola dansi ya toto wa Kianja. Pola dansi ya toto wa Kiziba. Pola dansi ya toto wa Najimba wa Minzilo. Pola dance wa Tanzania. Pongoza Chino. Pola dance. Pola dance wa Afrika. Sangala wengi hapa Mwanza wameendelea kufungua. Nasikia maji haya yanazalisha sangala kwa wengi, mradi umetemesha ardhi yao na maji haya. Kumbe nao investor mnasimama wanajua mziki wa kusoma. Anayechezea utamaduni wake huyo mtumwa. Unacheza nyimbo za
unaacha za kianja, unaacha za kiziba. Oho, Jerusalem, Israel, no lo sé. Jerusalem, Sasa hebu niwekee muziki miwili. Napenda